Fanya uamuzi. Sijui wewe unaelewa namna gani, lakini uamuzi ni kipengele muhimu sana katika maisha ya Mkristo yeyote. Kufanya maamuzi ni kitu ambacho ni cha muhimu kwako pamoja na mimi, sisi ambao ni Wakristo, watu ambao tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Praise the Lord. Amen. Na tunapofanya uamuzi ni lazima tujue pia uamuzi ambao tunafanya sasa, matokeo yake yatakuwepo kesho. Unapofanya maamuzi yoyote sasa hivi, kama kanisa tunapofanya maamuzi yoyote, tunajua ya kwamba matokeo yake ni kesho. Wewe kama kijana, wewe kama mama, wewe kama mzee, wewe kama mtu wa Mungu, kuna maamuzi ambayo unachukua, matokeo yake hauwezi ukayaona sasa hivi, lakini utayaona kesho. Amen. Unapoamua vyema, wewe unajua ni matokeo gani utaweza kuyapokea kesho. Unapoamua vibaya, wewe unajua ni matokeo gani utaweza kupokea kesho. Bwana asifiwe sana. Nataka tusome katika kitabu ambacho nimekuwa nikikifundisha sana, 2 Kings chapter 7 verse 3. Nataka kama umepata Wafalme wa Pili 7:3. Wafalme wa Pili iko kwa major prophets, wafalme wale wakuu kule mwanzo. 2 Kings chapter 7 verse 3. Kuna watu ambao walifanya uamuzi hapa ambao tunataka tujifundishe kitu kwao mchana wa leo. Kama umepata tusomee, kama mtu amepata tu atusomee. Soma tu mstari wa 3 na wa 4. Basi kulikuwako na watu 4 wenye ukoma katika ingilio la lango la mji. Wakaambiana, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Kama tukisema tutaingia mjini kuna njaa, nasi tutakufa humo. Kama tukikaa hapa tutakufa. Kwa hiyo twendeni kwenye kambi ya Waaramu na tujisalimishe. Kama wakituacha hai tutaishi, kama wakituua basi na tufe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na fahamu ya kwamba sisi tumejua hii hadithi ambayo imeandikwa katika kitabu cha Wafalme wa Pili 7 kuanzia 1, na labda tu kitabu cha Wafalme kimeandikwa na Yeremia ambaye alikuwa mojawapo wa manabii wakuu, na tunaelewa kuhusu njaa iliyokuwa Samaria. Naposoma kuanzia pale nyuma, tunapata ya kwamba kuna njaa ambayo ilikuwa katika mji ambao ni wa Samaria. Bwana asifiwe sana. Naposikia Samaria, mtu yeyote ambaye amesoma Biblia anaelewa Samaria ilikuwa mojawapo ya mkoa wa Israeli. Najua Israeli ilikuwa moja tu, haikuwa imegawanywa. Mungu alitaka Israeli isigawanywe. Kwanza Mungu alitaka Israeli iongozwe na yeye peke yake. Ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa inaongozwa na Mungu, lakini kwa sababu watu walihitaji wafalme waweze kuongoza, walihitaji mfalme, wakasema tunataka tuongozwe kama nchi zingine. Mungu akawaacha mikononi mwa mfalme. Mfalme ikawa sasa nchi hiyo ianze kutawaliwa na mfalme. Kwa hiyo tunaona ya kwamba baada ya mfalme wa kwanza kutawala, baadaye mfalme mwingine alipoingia, watoto wake wakaanza kuleta mgawanyiko. Kukawa na
mikoa tofauti, mikoa mitatu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mojawapo mkoa mwingine ilikuwa ni Samaria. Watu wa Samaria walikuwa ni watu ambao walikuwa wametengwa na watu wa Mungu. Ni watu ambao hawangeweza kutangamana na watu ambao walikuwa katika mikoa mingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna wakati mmoja Biblia inasema ya kwamba njaa iliweza kuingia katika mji wa Samaria. Na ilipoingia katika mji wa Samaria, ukisoma pale nyuma utapata ya kwamba ilifikia mahali hadi katika mji huu watu wakaanza hata kukula watoto wao. Yaani imagine, njaa ilifika katika mji wa Samaria, watu wakaanza, kina mama wakaanza hata kukula watoto wao. Mama mmoja alikuwa anakula mtoto, anaambia mwingine, tukule mtoto wako leo, tutakula wangu kesho. Kukawa na hizo cases zikamwendea mfalme ya kwamba huyu atulikula mtoto wetu jana, akasema tutakuwa la wake leo, lakini hajaweza kumtoa, amemficha. Kwa hivyo you can imagine njaa ambaye ilikuwa mahali pale. Unaposoma kule nyuma utapata ya kwamba watu walifikia mahali wakaanza kukula masamadi. Yaani sijui ilikuwa njaa ina gani. Yaani ufikie mahali mwanadamu unakula mwanadamu, unafikia mahali unakula masamadi ambaye ni ya ng'ombe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba watu wa Samaria njaa iliingia mahali pale, wakaanza kukula vitu kama hivyo. Lakini Biblia inasema namna gani? Kulikuwa na watu 4 ambao ni wakoma. Unaposoma Biblia utapata ya kwamba kitabu cha Walawi 13:46 unaona habari ambayo Mungu alikuwa amepeana. Mungu alikuwa amempatia Musa kulingana na maradhi yote yale, kulingana na maradhi kama ukoma. Watu wa ukoma hawakuwa wanatangamana na watu wengine. Praise the Lord. Ukiwa na ukoma ulikuwa unatengwa katika mji, nje ya mji. Kwa mfano kama huu mji wa Msasa, ndio kitambo wangeweza kutengeneza kuta mahali Msasa inafika, kila mahali unazunguka, kila mahali. Kwa hivyo watu ambao walikuwa ni watu kama wana deformities, kama ukoma, haukuwa unaruhusiwa kutangamana na watu wengine. Mlikuwa mnatengwa nje ili msiambukizane ukoma. Sijui siku hizi hiyo ukoma sijaiona, lakini kule mwanzo, hizo miaka za nyuma, kila mtoto angeweza kugonjeka ukoma. Lakini tunashukuru kwa sababu ya madawa ambazo zimekuja, watoto wanapewa machanjo, napata ya kwamba ukoma hauwezi gonjeka. Praise the Lord. Kwa hivyo kitambo hawa watu walikuwa wametengwa nje ya mji wao. Kulikuwa na mji wa Samaria na pia kukawa na mji wa makambi ya Washami. Yaani Samaria kama hapa Msasa na Washami wako kule Cheptulu. Na hao watu wamewekwa nje ya Samaria, nje ya lango lao, nje ya geti yao. Praise the Lord. Amen. Naposoma Biblia inasema ya kwamba watu wale walikuwa wamewachwa hata na jamii zao, kwa sababu unajua ukigonjeka wakati mwingine hata jamii wanaweza kukuacha. Ukianza kugonjeka magonjwa ambayo yanasumbua jamii huwa wanawaacha tu. Kwa hiyo ungekuwa na ukoma, ulikuwa unahesabiwa kama mtu ambaye hastahili, mtu mchafu. Kwa hiyo walitupwa nje ya lango. Mahali tumesoma Biblia inasema ya kwamba watu hawa 4 wa ukoma waliweza kusemezana, walifika mahali pale. Kumbuka Samaria, kuna njaa ndani ya mji wao Samaria, na hiyo Samaria ndio wamewatupa nje, wamewaambia wakae nje kwa sababu hao wana ukoma. Kwa hivyo wakafika mahali hata nao njaa ikawa inataka kuangamiza. Biblia inasema ya kwamba wakasemezana, sisi tutafanya namna gani? Tukikaa mahali tulipo njaa itatuua, na tukiingia katika mji wa Samaria ambao wametutenga watatuua.
Kwa sababu kama ungewekwa mahali wewe ni mtu wa ukoma na wewe unakaidi, unarudi kwa mji ulikuwa na uwao. Kwa hivyo wakashangaa tufanye namna gani? Tukienda Samaria ni mji wetu, kwanza tumetengwa na kuna njaa. Tukienda huko hata wakituhurumia sisi tutakufa kwa sababu ya njaa. Lakini Washami, katika kambi ya Washami kuna chakula. Tukikaa mahali tulipo tutaangamia. Sasa watu hawa, jambo la kwanza, waliweza kuwa na umoja, waliweza kushikana, wakawa na umoja, unity. Wakaambiana ya kwamba tukikaa mahali hapa njaa tutauawa, tukiingia katika mji wetu tutaangamizwa. Tukienda katika kambi ya Wasiria, hawako wanataka Wasamaria hata kidogo, kwanza hao ni wakoma, watawaua. Kwa hivyo walikaa, Biblia imesema mstari wa 3 ya kwamba wakasemezana, Filipi, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo, nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa. Anasifiwe sana. Wewe angalia uamuzi ambao walifanya. Kitu cha kwanza, walikuwa na umoja, walikuja pamoja wakawa na umoja. Kitu cha pili, mahali pale walikuwa na imani. Praise the Lord. Walikuwa na umoja wakawa na imani. Na walipokuwa na imani, walipokuwa na faith, hawakuwa tuna imani na wakabaki pale, wakaweka matendo. Praise the Lord. Napotaka kufanya uamuzi, ni lazima uwe na imani. Hilo ni jambo la muhimu sana. Uamuzi wowote ambao mtu ambaye ni Mkristo anataka kufanya, ni lazima awe na imani ya kwamba ninapofanya uamuzi huu, ninapofanya jambo hili, nitashinda. Bwana sifiwe sana. Wewe na mimi, jambo lolote ambalo ungependa kulifanya, ni lazima kitu cha kwanza uwe na imani. Imani ya kwamba ninapoenda shuleni, ninaposoma shuleni, mimi nitapita mtihani. Praise the Lord. Ni lazima uwe na imani. Hawa watu 4 walikuwa na imani moja, wakasema ya kwamba tukikaa hapa tutakufa, tukienda mjini tutakufa. Kwa hivyo tufanye namna gani? Biblia inasema they reasoned together, wakasemezana ya kwamba tuende katika kambi la Washami. Praise the Lord. Sasa unapata wakati mwingine mahali ambapo Wakristo huwa tunakuwa na shida kubwa. Unakuwa na imani alafu hauweki matendo. Praise the Lord. Kuna miaka ungeweza kufundishwa kama mimi mwanzo nilikuwa nafundishwa, you want to possess a car, unataka kupata gari, unataka kupata shamba, enda tu mahali sema I possess. Lakini Biblia inazungumzia unapokuwa na imani bila matendo imekufa. Bwana asifiwe sana. Hao watu walikuwa na imani ya kwamba sisi hatutakaa tu hapa, sisi tunaenda. Na walipokuwa na imani tunaenda, wakaambatanisha matendo, wakaenda. Praise the Lord. Amen. Unapotaka kufanya uamuzi wowote, unataka kuanzisha biashara, unapokuwa na imani ya kwamba biashara hii itanisaidia, itafaulu, lazima uanze na matendo. Bwana asifiwe sana. Unapokuwa shuleni, unaposoma, kuna wakati mwingine wananiita mahali
kuombea wanafunzi wa KCSE wanataka kufanya mtihani. Nataka upite mtihani. Wewe hujasoma, utapita aje mtihani? Mungu wetu ni mwenye haki. Our God is Mungu ambaye ni just. Is a God of just. Ni Mungu wa haki. Hawezi kupatia huyu mwenye hajasoma na wewe umesoma akose kupatia ukwe number 1. Praise the Lord. Amen. Kwa hivyo ndivyo mwalimu akafundisha Wagalatia 6:7. Do not be deceived. Whatsoever a man soweth, so shall he reap. Praise the Lord. Amen. Kile ambacho wewe unapanda ndicho utakachokivuna. Kwa hivyo unapokuwa na imani, mimi ningependa niweze kusoma nifaulu. Nataka nifaulu mtihani wangu wa kidato cha 4. Chenye inafaa ufanye ni kusoma vitabu, lazima uweke kwa matendo. Bwana asifiwe sana. Amen. Huwezi tarajia Mungu kuingilia kati, unalia nina njaa, sijui nifanye namna gani, na umekaa tu mahali pale. Alafu sasa unaanza kuwa na slogan ambayo kila mtu wako naye. Dunia ni ngumu. Maisha yamekuwa magumu. That should not be part of you. Praise the Lord. Amen. You are a saint. Biblia inasema wewe ni mtakatifu. Wewe ni mtu wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Unapokuwa na imani, unapokuja kanisani, tunapokufundisha, unaporudi nyumbani, weka kwa matendo. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wanasema especially youth, mko na bahati sana. Yaani mnafundishwa neno. Unapofundishwa hili neno, umefundishwa kuhusu msingi, umefundishwa kuhusu kupanda. Kama bado hujapanda vitu vingine vibaya, anza kupanda vitu vizuri. Kwa sababu ya maisha yako. Praise the Lord. Unapokuwa na imani ya kwamba ningependa Mungu atanibariki, Mungu ataniinua, atabadilisha maisha yangu, lazima uweke kwa matendo. Na kwa matendo ni kulifuata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona watu hawa waliweza kusema ya kwamba walisemezana. Wakati mwingine hali inaweza kuwa ngumu, lakini ni lazima sisi imani yetu ni kwa Mungu. Tumemwekea Mungu imani yetu, tumaini letu ni kwa Mungu. Hawa watu waliishi maisha magumu, hali yao ikawa ngumu, hawawezi kula, wamekataliwa, lakini tumaini lao waliweka tu ya kwamba tutakuwa sawa. Hata wewe kuna wakati mwingine hali inapokuwa ngumu, mama yangu, dada yangu, hali inapokuwa ngumu, vitu vinavyofika mahali haviendi, ni lazima uwe na tumaini na imani ya kwamba Mungu ataweza kutenda, Mungu ataweza kufanya. Bwana asifiwe sana. Na ukaweze kuweka kwa matendo. Sikae kwa nyumba useme ya kwamba Mungu unajua wakati wa mana uliisha. Kwa hiyo wakati Mungu alikuwa anapeana mana kutoka mbinguni uliisha. Wewe sasa fanya kazi, kwa sababu anasema ya kwamba weka kwa matendo. Anasema atabariki kazi ya mikono yako. Unapoweka kitu kwa matendo, ndipo Mungu anaingilia. Bwana asifiwe sana. Watu tunajifundisha, tunaona ya kwamba watu walikuwa wameachiliwa, wamedharauliwa, they were despised and outcast, lakini Mungu aliweza kuwatumia. Unaposoma pale chini, nasema ya kwamba twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Mstari wa 5, basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Praise the Lord. Angalia vile Mungu anafanya kazi yake. Mungu anafanya kazi yake kwa njia ambayo ni tofauti na vile sisi tunavyofikiri. Praise the Lord.
watu hawa walitoka wanaenda kuingia kwa kambi. Kambi ni mahali maaskari wanaishi, maaskari ambao wanalinda hiyo nchi. Hawa watu wakatoka wanakimbia wanaenda kule. Mungu alifanya namna gani? Walipofika hakuna mtu alikuwa kule. Watu walisikia walipokuwa njiani wakikimbia wakienda katika hiyo kambi. Mungu alisababisha jambo ambalo ni la ajabu. Hao watu ambao ni Washami wakasikia ni kama watu wanakuja wengi na silaha kubwa, migurumo zinakuja. Maaskari wakaanza kutoroka, wakawacha kambi yao ambayo ilikuwa na vyakula. Praise the Lord. Naona vile Mungu anavyofanya kazi. Mungu hafanyi kazi vile wewe unafikiria ya kwamba Mungu ataweza, utamuona ili akienda akisababisha akipiga watu. Hapana, anatumia njia ambayo, kama kuna watu ambao walikuwa mbele yako, Mungu mwenyewe kuna njia ambayo anatumia. Watu hawa wanakuona kama wewe ni mtu wa ajabu. Praise the Lord. Mpaka wanafika mahali wanasema, napoamini Mungu, napoweka katika matendo, mpaka watu wengine wanafika mahali wanaanza kusema, huyu mtu hapana. Kumbe Mungu ameingilia kati. Praise the Lord. Mungu aliingilia, watu wakasikia ni kama migurumo kubwa inakuja. Watu wanakuja na mabomu na magari, wanakuja na mafarasi wengi, wakaanza kutimua mbio, wakawacha kambi yao na vyakula. Biblia inasema ya kwamba hawa walienda wakasherehekea, wakakula hivyo vyakula. Praise the Lord. Na walipokula hivi vyakula, unaposoma pale mstari wa 9, Biblia inasema ya namna gani? Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Praise the Lord. Kwa hivyo tunaona ya kwamba unapotaka kufanya uamuzi katika maisha yako, kitu cha kwanza, kuwa na imani, kuwa na ile hali ya umoja. Kitaka kufanya jambo lolote, mko watu 2, 3 ama wewe, kuwa kitu cha kwanza na imani, kuwa na tumaini ya kwamba jambo hilo litafaulu. Usianze kama ni biashara unasema, hii inafanya tu, lakini hata biashara inakuwa ya Wakikuyu, si Waluhya. Kwanza unaposema hivyo hauwezi kufanya. Praise the Lord. Kwa sababu jambo la kwanza, wewe mwenyewe hauna imani ya kwamba jambo ambalo unafanya litafaulu. Napotaka kufanya jambo lolote, kitu cha kwanza, kuwa na imani ya kwamba nitafaulu. Hili jambo litafaulu katika jina la Yesu. Unapokuwa na hiyo imani, jambo lingine la kufanya ni kuweka katika matendo. Sio kukaa tu, Yesu atatenda, Yesu atanitendea, Yesu atanitendea. Hapana. Praise the Lord. Weka kwa matendo. Unapoweka kwa matendo, sasa Mungu anaingilia kati na anakufanya unaweza kufaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba watu hawa, kando na vitu ambavyo vilikuwa vinawazuilia, hizo limitations, vipimo ambavyo walikuwa wamewekewa, lakini waliweza kuwa na positive difference. Praise the Lord. Yaani waliweza kuonyesha ya kwamba wana uwezo, wanaweza kufanya kitu. Wewe kando na ile hali ambayo uko ndani, jua ya kwamba unaweza kuleta utofauti. Praise the Lord. Unaweza kuleta utofauti hapa kanisani, unaweza kuleta utofauti katika nyumba yako, katika jamii yenu. Unaweza kuwa labda kwa njia moja ama nyingine watu hawakudhamini, watu wanaona ni kama hauwezi, umekuwa outcast, ya kwamba huyu hata hakuna kitu anaweza kufanya.
Lakini Mungu, unapomwamini Mungu, unapoweka imani yako kwa Mungu, tumaini lako kwa Mungu, Mungu anaweza kukutumia ili watu wengine waweze kufaidika kupitia kwako. Bwana asifiwe. Hawa watu mstari ambao tumesoma hapa watano, walipomaliza kukula, kumbuka nchi yao ilikuwa na njaa, wa Samaria, nchi ya Samaria. Wakasemezana, twende tuambie mfalme. Nakumbuka mfalme ndio alikuwa amewatupa nje. Wakaenda wakaambia mfalme, kujeni chakula tuchukue. Watu ambao walikuwa wametupwa, watu ambao walikuwa wamedharauliwa, sasa ndio wanakuja kukomboa nchi. Bwana asifiwe sana. Watu wakatoka katika Samaria, wakaenda katika kambi ya Washani, wakachukua vyakula, wakakula, wakasherekea, wakafurahi. Praise the Lord. Angalia vile Mungu anavyoweza kufanya. Vile Mungu anaweza kutumia watu ambao hawawezi, watu ambao wamedharauliwa, watu ambao wamewachwa, watu ambao wametengwa. Mungu anawatumia kulisha nchi nzima. Wewe Mungu anaweza kutumia ukimwamini. Bwana asifiwe. Kwa njia moja ama nyingine, Mungu anaweza kutumia ile hali ambayo unaona hauwezi. Unapomwamini Mungu na unapoweka neno lake katika matendo, Mungu atakusaidia, utapita katika hiyo hali ambayo uko ndani. Labda unaona ni hali ngumu, unashindwa nitafanya nini? Unaanza kuhangaika. Wewe usihangaike, umefundishwa neno. Unapoliweka katika matendo, Mungu anaingilia kati. Hakuna lisilowezekana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu yuko tayari. Vile nimewaambia, jambo ambalo wewe linatusumbua sana, hatuweki kwa matendo. Imani bila matendo imefanya namna gani? Imani bila matendo imefanya namna gani? Kwa hiyo tunaona hao 4 lepers walienda wakasaidia nchi yao, pia wakapata chakula. Hiyo inatufundisha nini sisi, mimi na wewe pia? Sisi, Biblia inatuita tulikuwa watu wa mataifa, tulikuwa tumetengwa, tumewachwa, hatukuwa wana wa Mungu. Lakini kupitia damu ya Yesu sisi tumewekwa karibu, sisi ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Wewe pamoja na mimi, sisi ni wana wa Mungu, tumewekwa karibu, tuna uwezo wa kumfikia baba yetu. Lakini shida ambayo tuko nayo kubwa, tumeletwa karibu, tumeonja wokovu na tumebakia na huo wokovu. Hatuendi kushia neno ambalo tumeweza kupokea kutoka kwa Mungu. Praise the Lord. Hawa watu walipopata chakula, hawakukula tu waseme hawa watu walikuwa wabaya, walikuwa maadui zetu, wakatutenga, hatutawapelekea chakula, hatutaenda kuwaitia. Badala yake, kando na hawa watu kuwatenga, walichukua chakula kuwapelekea. Inamaanisha kama Mkristo, kuna hali zingine, kuna watu ambao unaweza kuona ni kama watu ambao wamekuwa vizuizi ndani ya maisha yako. Lakini unapofaulu, unapofanikiwa, usianze kulipiza kisasi. Bwana asifiwe. Napata unasema ya kwamba hawa walinitesa, sasa hivi wacha wateseke. Hawa watu hawakuweza kurevenge, waliweza kuwaitia chakula, wakashare good news, habari njema. Mstari ambao tumesoma huo mstari nasema ya kwamba ilikuwa ni habari njema. Hii habari njema, hatuwezi kukaa tuna hii habari njema. Mstari wa 9, leo ni siku ya habari njema, tusinyamaze na habari njema. Wewe umeweza kuokolewa, umesikia habari njema, unafanya nini kuhusu hii habari njema? Praise the Lord. Je, mahali wewe unatoka unahubiri hii habari njema, unawaeleza watu wengine kuhusu uzuri wa Yesu. Wewe ulikuwa umepotea, lakini sasa ukaitwa, Bwana akakupokea. Lakini mbona wewe hauleti watu wengine kwa Yesu? Bwana asifiwe. Unapokuwa kazini, unapokuwa shuleni, je, do you share this good news to others?
unashiriki nao mambo haya ambayo ni ya Mungu. Unapofundishwa mahali hapa, je, mambo haya ni yako tu ama unawapelekea wengine? Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Mungu anataka wewe pamoja nami tunapopokea mambo mazuri na tuwapokeze watu wengine. Angalia mama Msamaria. Mama Msamaria alipokutana na Yesu akaona makuu ambayo hajawahi ona. Alienda akaanza kuwa mwinjilisti na kuambia wengine ya kwamba njooni muone kama si. Praise the Lord. Sasa mama, wewe unanyamaza tu, hata uambie mtu mwingine Yesu anaweza. Kile ambacho unajifundisha haushei na mtu mwingine. Sisi tumepewa neno hili, tumelipokea. The ball is now in our court. Ni sisi sasa kuwapokeza watu wengine, kuambia uzuri wa kumjua Yesu, uzuri wa kwenda kanisani, uzuri wa kulifuata neno la Bwana, uzuri wa kupanda mbegu ambayo ni nzuri, uzuri wa kuweka misingi ambazo ni nzuri, wakaweze kusikia hilo neno na Mungu atapendezwa, kwa sababu hilo ndio Mungu ametupatia sisi. Yesu alipokuwa anapaa, hiyo ndio amri kuu, the great commission, go ye to all people, enendeni kila mahali mkatangaze injili kwa kila kiumbe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika uamuzi, ukitaka kufanya uamuzi wowote ndani ya maisha yako, lazima uzingatie mambo ambayo nimekuambia. Unaweza kuamua kufanya maamuzi mazuri ama maamuzi mabaya. Saa hizi hivi maamuzi ambayo unafanya saa hizi, matokeo yake ni kesho. Ukijenga katika msingi ambao si mzuri saa hizi, kesho utakuwa na shida. Ni vyema ukajenge kwa msingi mzuri, ukajenge katika neno la Bwana na maisha yako yatakuwa mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amua maamuzi ambayo ni mazuri siku ya leo. Usiamue tu kwa sababu wengine wamefanya uamuzi. Lazima ukae chini ufikirie maamuzi ambayo nataka kufanya. Usiseme watu ambao tulisoma nao wengi wameweza kupata kazi, mimi sijapata kazi. Usiseme watu ambao tulikuwa tunasoma nao wameweza kupata nyumba, wameweza kupata familia na mimi bado niko. Hapana. Maamuzi ambayo unafanya sasa, matokeo yake ni kesho. Bwana asifiwe sana. Wewe mtazamie Mungu. Praise the Lord. Mimi ninatamani ufanye maamuzi ambayo ni mazuri, ambayo yataletea watoto wako utukufu, maamuzi ambayo yatabadilisha hatima yako, your destination. Usiangalie tu saa hii. Kama wewe ni kijana, usiangalie tu saa hii. Wengine wanasema bora nijienjoy. Maisikia vijana wanasema hivi. Vijana anasema afadhali akuwe na maisha mafupi tu na ajienjoy kuliko maisha marefu yenye ya taabu. Praise the Lord. Fanya maamuzi ambayo yatasaidia hatima yako, na hatima yetu si tu hapa. Hatima yetu ni kule mbinguni. Hatima yetu ni uzima wa milele. Napofanya maamuzi yote, kumbuka ya kwamba tunatazamia tu mahali pamoja, na hiyo ni uzima wa milele. Kwa hiyo unapofanya uamuzi, fanya uamuzi ambao ni wa busara. Fanya uamuzi ambao ni wa kujenga. Usifanye uamuzi wa kubomoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya uamuzi ambao utakusaidia, uamuzi ambao utaleta utukufu, utapendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zaidi ya yote, tufanye kama hao watu wakoma. Imagine walikuwa watu ambao ni wakoma, lakini walileta change. You can bring a change. Wewe unaweza kuleta mabadiliko mahali popote pale. Bwana asifiwe sana. So long as you trust God, ukaweze kumpa tumaini lako Mungu, kumtazamia tu Mungu na kuweka kwa matendo, utaweza kufaulu. Nataka tusimame sote. Kuna maamuzi ambayo ungependa kuamua wewe mwenyewe. Unaweza kuamua kama labda wewe ni mwanafunzi,
Labda wewe ni kijana, kuna maisha ambayo unaweza kuamua tu. Amua kuishi maisha matakatifu. Amua kuishi maisha ya kumpendeza Mungu.